Hujambo popote pale ulipo, natumai basi ubuheri wa afya. Karibu kwenye pita pita za kwangu. Tutasema pita pita is back. Kwa muda kidogo hatujakuwa pale kwa pamoja, lakini basi tumeweza kurejea pale tupate kuendelea kwa pamoja kwenye pita pita za kwangu. Na hii leo basi tunaporejelea pale, nikukumbushe tu kwamba of course nikafika katika maeneo kadha wa kadha, na kabla basi kugusia maeneo ambayo niweza kufika, nikukumbushe kwamba usiondoke hapa kabla usubscribe. Chini ya video hii kuna neno subscribe. Ukiambia sign in na Gmail account yako, copy the link and share, naweke comment yako pale, itakuwa vema zaidi. Kwa hivyo kuna neno subscribe hapa. Kumbuka huyu hapa ni Victor Mandala kwenye pita pita za kwangu. Na kafika katika maeneo kadha wa kadha, niruhusu nianzie katika eneo la Mwiki hapa jijini Nairobi. Eneo la Mwiki kuna walevi waliokuwa wakijivinjari katika club moja hapa, walishangaza wengi walipoelekea katika mkutano wa Injili uliokuwa ukiendelea kwenye lango la klabu hiyo. Inasemekana kwamba nyimbo za Injili zilipoanza kuchezwa, walevi hao walianza kuelekea kutoka kwenye baa hiyo moja baada ya mwingine. Ghafla hivi wakajipata wamejaa kwenye eneo la crusade. Yani walevi wamejaa wakatoka kwa baa wakaenda crusade. Swali najiuliza, ni mziki ulioita tu ama ni uwepo wa Mungu? Sijui. Lakini sonongas wakienda pale, baadhi yao wataokoka, wengine labda watabaki, lakini ombi langu waokoke wote. Na inanikumbusha kisa kimoja ambacho kilifanyika miaka za hapo nyuma. Nilipata kusikia ushuhuda. Haya ni yakwambia, nilipata kusikia tu. Kuna wakati wa kitambo ambapo basi wakati rais hayati Moi alikuwa bado ni kiongozi, alikuwa rais wakati huo, na kuna wakati mmoja alipanga mkutano hapa Uhuru Park Nairobi, na the same day kukaonekana kwamba umegongana na mkutano ambao ulikuwa umepangwa na marehemu Jokayo, Dr. Jokayo. Na Jokayo akampanga mkutano wa Injili, hayati Moi amepanga mkutano wa kisiasa, na watu hawakuja wakajaa kwa mkutano vile ambavyo marais Moi alikuwa anatarajia. Kwa hivyo akauliza watu wake, bodyguard wake anamuuliza na PA wake anauliza, kwa nini watu hawajakuja vile ambavyo wanakuja? Mbona watu hawajajaa hapa? Akaambiwa, unajua nini, kuna kijana mmoja, by that time Dr. Kayo alikuwa kijana mdogo. Akasema kuna kijana mmoja ana mkutano pale Kamkunji, hapo ndio watu wameenda kujaa. Alipoambiwa hivyo, akacommand kwamba, unajua ni amri jeshi mkuu, akacommand kwamba lori ya polisi itoke pale iende ikavuruge wale watu, iwarudishe wapi? Huku ni kwenda kuwasumbua, tukaribu mkutano wa Jokayo ndio watu wakuja kwa mkutano wa Moi. Yasemekana hivi, ni mambo ambayo nimesikia, si kuwepo nyakati zile. Yasemekana kwamba lori ya kwanza kutumwa, lori ilitumwa kwenda kule na kufika kwenye uwanja ambapo Jokayo alikuwa anaendelea na mkutano. Yasemekana polisi wa kwanza kushuka chini akaanza kunena kwa ndimi, wa pili the same, watatu wote wakashuka chini wakachanganyikiwa na wakajiunga na mkutano, wakaendelea na mkutano. Unajua hakukuwa na simu kama sasa hivi, kulikuwa na kidogo tu zile communication na polisi. Na lori la pili kutumwa pia the same thing happened. La tatu ilishia hapo. Watu ikawa kwamba badala ya kwenda kupunguza watu kule, ndio polisi wanaongezeka kule, na pia ndio watu wanazidi kujaa kule. Mkutano uliendelea. Yani unajua sijini kama hiyo ni ya nyakati zile. Wacha turudi kwa sasa mambo yaliyofanyika. Kwa wale walikuwepo basi wende wanajua. Naam, nikitoka kule Mwiki nikavuka moja kwa moja hadi eneo la Makupa Mombasa. Mwanadada mmoja wa hapa aliapa kutorudia mumewe, akisema kwamba Jombi amepagawa na pepo la usherati hivi kwamba hawezi kutulia nyumbani. Demu alisema kwamba mumewe mara 7 amemsamehe mumewe mara 7 na kumpa wakati alipompata na wanawake wengine. Kwa hivyo amemsamehe. Najiuliza, kumbe alikuwa na 7 times. You know, women never forget. Kwa hivyo mara 7 amemsamehe. Kwa hivyo anasema hapana, nimemsamehe mara 7. Lakini Biblia inasema tumesamehe mara ngapi? 7 times. Aya, kwa hivyo yeye amesamehe tu mara 7. Lakini hata na akiwa na pepo hawezi ombewa akapona akaacha. Lakini wanaume nao huwezi tosheka na ndoa yako. 7 times umesamehewa nawe pia, lakini nasi tumesamehewa na Mungu mara ngapi tukipatikana kwenye makosa? Tafakari zaidi. Nikitoka kule basi nikavuka mpaka eneo la Busia. Busia mjini yasemekana kwamba of course, na kabla kwenda Busia nilimaliza Kilifi kuna demu mmoja wa hapa alimtaka mpenzi wake akome kumdanganya, akisema hajawahi kumweleza ukweli tangu waanze uhusiano. Yani kila kitu mpenzi wake anamwambia ni uongo. Ukiona mpenzi wako mmechumbiana tu, hamjawana, na kila kitu anakuambia ni uongo, what are you supposed to do? Haya, tafakari zaidi. Nikivuka mpaka Busia kuna makalameni waliofika katika danguro moja hapa eneo la Busia. Walifika mahali wakaanza kuteta kwamba makahaba wameongeza bei, na naomba kwamba waongeze bei kabisa, ndio tabia hii ya ukahaba ishe.
waongeze bei kabisa, ni jamaa wakose pesa ya kulipia. Ndio hii tabia ishe, tabia mbaya. Si uoe, tafuta mke, oa, tulia nyumbani. Makaba wa nini? Tabia mbaya, usherati ushindwe. Naam, nikimalizia eneo la Kinango Kwale. Kinango Kwale kuna kizaza kilizuka katika boma moja la hapa, mganga alipopiga nduru kuomba usaidizi kutoka kwa majirani baada ya kushindwa kumtimua mteja aliyemvamia. Duru zinasema kwamba jamaa huyo alifika kwa mganga usiku kudai arudishiwe pesa zake baada ya ndumba aliyopewa ili kumfukuza mkewe kukosa kufanya kazi. Yani ameenda kwa mganga, anaona waelewani na mke wake, kwa hivyo anataka wachana na mke wake. Kwa hivyo akaenda akatafuta ile inaitwa kwa lugha ya Greek mrindulu. Yani mrindulu ile kufukuza mke. Kumrindula kabisa aende. Naam, na baada ya mganga kumpa pesa, jamaa kumpa hiyo dawa, naye akampa pesa zake kiasi cha haja vile mganga alitisha. Kwenda nyumbani, anapata ndio sasa upendo kwa nyumba unaongezeka. Mke sasa ndio anakuwa mzuri zaidi. Badala ya kuwa mbaya, alikuwa anataka wachane. Akaona hapa hapana. Akarudi kwa mganga usiku. Akashughulikia mganga. Ukiona mganga anapiga nduru, anataka majirani wamsaidie na yeye ndio kusema, si angetumia uganga wake msaidie. Niwaambie kwamba usaidizi wa pekee tunao ni kutoka kwa Mungu. Waganga hawezi kusaidia. Wenyewe wako na matatizo enough. Mbona tuende kwao watusaidie na hawezi kujisaidia wenyewe? Please, tumwangalie tu Mungu. Yeye ndio msaada wa pekee. Au sio? Ni katika pita za kwangu, nami hapa VMM ukipenda Victor Mandala, nasema kuishi kwingi kuona mengi na kutembea kwingi kuona mengi zaidi. Chini ya video hii kuna neno subscribe. Click hiyo neno subscribe. Kiambia sign in na Gmail account yako. Copy the link and share, na weke comment yako hapa chini na Mungu akutende wema. Make sure umesubscribe pale, and God bless you. I love you all. Subscribe. Ni kwenye pita za kwangu zimerejea, nami hapa VMM nasema kuishi kwingi kuona mengi na kutembea kwingi kuona mengi zaidi. God bless you. Bye bye.